Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 kuanzia mstari wa 26 hadi 34. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Maana sharti amiliki yeye, hata awaweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti, kwa kuwa alivitiisha vitu vyote chini ya miguu yake. Lakini atakaposema vyote vimetiishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtishia vitu vyote hayumo. Mathayo mtakatifu mlango wa 16 kuanzia aya 24. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika wake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Amini nawaambieni, pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa, hata watakapomwona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Na hili ndilo neno la Bwana. Asante kwa kuwa ahadi zako ni za milele Bwana. Nalibariki jina lako hata tunapoketi miguuni pako. Wewe uliye Mungu, tunatamani ya kwamba ahadi zako utazikamilisha kwetu. Ni Bwana, kupitia kwa neno hili tukaendelee Bwana kujifunza na ukatuelekeze. Asante Mungu kwa kipindi hiki ambacho umekiandaa. Sema na moyo wangu Bwana, naposema na watu wako, utayarishe mioyo yetu Mungu kupokea kile ambacho umekiahidi kwa ajili ya siku ya leo. Neno lako ni taa ya miguu yetu, hivyo sema nasi, uende pamoja nasi kwa jina la Yesu. Baba, naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku kuu ambapo wokovu unakamilika. Wokovu haukamiliki pasipo ufufuo. Kwa hivyo wokovu unakamilika kwa sababu ya njia ya ufufuo. Leo tukiwa hapa, we are joining millions of Christians who are celebrating this Easter season, and we stand in faith to declare that indeed Christ is risen, na ni kwamba yeye amefufuka kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu ana mpango mzuri kwa ajili yetu sisi. Natumai ya kwamba kipindi hiki cha Easter imekuwa ni kipindi kizuri cha wewe kujiandaa na cha kujiunganisha na Mungu na kuendelea kutegemea yeye kabisa. Natamani kwamba wale walioimba kumtegemea Mwokozi na wengine sote tuliojiunga katika kuimba wimbo huu, kweli kabisa Mwokozi awakawe ni tegemeo la kipekee na awe msaada wetu, awe kimbilio na ngome yetu pasipo kutegemea msaada wa wanadamu. Neno la Mungu linasema amelaaniwa amtegemeaye mwanadamu na kumfanya mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Kwa hivyo tunapomtegemea mwanadamu tunaishi katika laana, lakini tunapomtegemea huyu Kristo basi tunapata ahadi za milele, ahadi za kupiganiwa, ahadi za kushindaniwa. Leo sitaki kuzungumza habari ya ufufuo,
lakini nataka nizungumze habari ya kile kilichomfanya afe, kile ambacho kilimfanya afe Yesu Kristo na mahali pale Yesu Kristo alikufia. Nazungumza kuhusu msalaba kama mtazamo wetu wa kipekee. Msalaba kama mtazamo wetu wa kipekee. I'm trying to translate from English, direct from English to Kiswahili, maana hapa nimesema the cross our central focus. Watu nataka tuangalie huo msalaba kama huo ndio mtazamo wetu wa kipekee. Nataka niseme hivi, mimi niko na msalaba leo, sijavaa, but I normally put on a cross. Na msalaba is not about religion. Tunaweza beba misalaba mikubwa, but is it just a fulfillment of a religious activity or a religious tradition without an inward meaning katika maisha yetu? So msalaba si dini. Msalaba si kwa sababu ya dini. But tunapozungumza habari ya msalaba, it is an expression of an expression of undying love. Undying love. Tunapotazama huu msalaba, leo hapa mbele tuko na msalaba. Tunapokuja hapa kutazama msalaba huu, tunaonyeshwa pendo lisilokufa ambalo linaishi milele na milele, na yule ambaye alilifanya ni Kristo mwenyewe. So the cross is an expression of undying love and the payment for all our sin. So kumbuka, unapotazama msalaba tunaona sadaka iliyotolewa, malipo ya dhambi yaliyotolewa, and this is your past, present and the future. So that's the expression of the cross. If we fail to make now the cross our central focus, then maisha yetu yanapatwa na changamoto ile tunasema ni extreme disconnection from God. Many people talk about the cross. Watu wengi huzungumza habari ya msalaba, lakini tunapokosa kufanya msalaba kuwa mtazamo wetu wa kipekee, our identity in Christ is the cross, then we run the risk of experiencing extreme disconnection in various areas of what we do. Katika maisha yetu tunakuwa na disconnection, yani tunajitenga na kile ambacho Mungu angekifanya katika maisha yetu. We have just sung here that ahadi zake ni kweli. I want to say this, that don't allow the things of this world, the systems that are set by men, to define you. Wengine wanajulikana kwa sababu wamewekewa misingi. Tunaenda sawia na dunia. Sisi maisha yetu tia hapa. Musa Yesu akasema hawa watu wanawachukia, maana nyinyi si wa dunia hii. Mungekuwa wa dunia hii wangewapenda. Lakini sababu nyinyi si wa dunia hii, nyinyi ni wa dunia nyingine, watu wamewachukia. Our identity is found in the cross. The work of the cross ilituunganisha. Msalaba ulituunganisha. Kuna mtu mwingine tena basi, kuna mtu mwingine alikuwa na demonstrate vile msalaba unakaa, na akaonyesha msalaba uko na kuna the vertical one and then the horizontal one. Na anasema unajua Yesu alipoangikwa pande zote, yani dhambi zote zimesamehewa. Ndio? Yani hatujaokoka parts. Tumeokoka holistically. Yani wokovu haujabakishwa. Tumeokoka maeneo yote ya maisha yetu. Amen. Present, the past and the cross gives us the following. It is our identity. Hicho ndicho kitambulisho. Kuna mtu ametembea na kitambulisho chake cha kitaifa. Leo ukishikwa na polisi usiku au ndaranda, unaambiwa hebu leta kitambulisho. Lazima ukawe na kitambulisho. Inakutambulisha wewe ni Mkenya. Unatambulika kwamba wewe ni Mkristo kwa kutambua kazi ya msalaba na kusudi la msalaba.
So the cross is our identity. And then the cross is the point of reference. Katika liturujia ya ushirika wa utakatifu kuna mahali pa tunasema sasa mashaka yetu yote tuyapeleka msalabani kwa Kristo. Kazi zote za mwovu shetani tutazipeleka msalabani kwa Kristo. Halafu kuja tunasema matumaini yetu yote tunayaweka kwa Kristo aliyefufuka. It is the point of reference. Your salvation is not possible without the cross. Bwana Yesu asifiwe. Number 3, the cross is life. Msalaba ni uzima. Kuna mtu alimba, nilikuwa natafuta historia jamaa alimba, msalaba mbele, mauti nyuma. Msalaba mbele, dunia nyuma, si ndio? Msalaba mbele. Sijui kama msalaba wako uko mbele ama uko nyuma kama dunia. Because the cross is the life. Pale nasema msalaba ni uzima, maana pale msalabani kuna kitu kilichomwagika. Na tunaabudu siku damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo. Tuabudu mpaka jasho la tutoka. Lakini je, tunaujua uzima uliopatikana kwa kitendo cha damu ya Kristo pale? That is the life. The blood is life. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini unafikiria kwa Kristo wengi wanang'ang'ana kuishi maisha ya ushindi? Wanang'ang'ana sana. Na hata si ajabu katikati yetu tunang'ang'ana kuishi maisha ya ushindi. We struggle a lot to live victorious life. And I want to give you a very simple answer. And the simple answer is that it is because they accepted the cross and they left the cross behind there. So the cross is behind. Umewahi kusikia mtu anasema huyu Yesu kinichezea nitamwacha ni kuonyesha kivumbi halafu ndo utanijua mimi ni nani? Umewahi kusikia Mkristo kama huyo? Je, huyo Mkristo ambaye anaweza muacha Yesu akamvua kama koti halafu amvae baadaye, huyo ni mlokole kweli? Sasa hiyo ndio shida ya Mkristo. Tunang'ang'ana kwa maisha yetu, maana uhusiano wetu na Yesu, msalaba tuliukubali kabisa. Kuna mzee mwingine alikuwa anasema mlipobatizwa na kuwekwa alama ya msalaba, sio na kubatiza kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, na kutia alama ya msalaba iwe ishara kwamba tangu sasa hutaona haya kukiri imani ya Kristo aliyesulubiwa, na ukiwa chini ya bendera yake kupigana kwa ushujaa na dhambi na dunia na shetani, na kudumu kuwa mtumishi mwaminifu wa Kristo hata mwisho wa maisha yake. Sasa jamaa kwa anasema baada ya kubatizwa msalaba tunastahili ushuke bwana. Yanasema unashuka, lakini ukitika hapa watu wanautema, maana ni mzito. Wanautema. Kwa hivyo msalaba na ishara ya msalaba ilibaki kwa kipaji, lakini moyoni hakuna chochote. That is why it is important to fulfill religious traditions. But without a spiritual meaning, the religious traditions are useless. They're useless. Itakuwa tu ni kutimiza maweko na mambo yaliyofanywa na baba, nasema ni church fathers, wakatu hand over traditions. But the fact is, do we understand what these traditions mean? Msalaba ndio uzima. Yesu akasema, naomba mtu asome Mathayo 16:24, usiache msalaba nyuma. Dunia ikae nyuma, msalaba mbele. Yaani tunaposema msalaba mbele ni kwamba kila kitu cha kwako unaji-identify. Yaani you are guilty of being a Christian. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake, ajikane mwenyewe afanye nini? Ajikane mwenyewe. Halafu atuike msalaba wake kufuata. So anaye kutaka kunifuata, kwanza kuna ile self denial. Unajikana nafsi yako, yaani unabaki mahali kama vile kwa nasema zamani kwa tunasema mimi tena niishie. Sijui ni Yesu Kristo tu mambo kama hayo. Zamani nasema Kristo ndiye anastahili kuishi ndani yetu, kujikana ya kwamba ni wewe ni si chochote
wewe hufai, maisha yako unayaishi kwa sababu kuna mtu mwingine anaishi ndani yako. Self denial. Halafu ubaya kwa kujikana, nasema atwike msalaba wake anifuate. Ndio hapo nasema kwa maana kila mtu atakayetaka kuyaokoa maisha yake atayapoteza, lakini atakaye kuyapoteza kwa ajili yangu atayaokoa. Twike msalaba. What does this mean? Anasema huku kujitwika msalaba na kumfuata Yesu, it is an ongoing identification, ya kwamba unajitambua kila wakati ya kwamba wewe ni wa Yesu, wewe ni mlokole, wewe ni Mkristo. The cross represents the moment by moment connection to Christ. That's moment by moment. Naona nikauliza hapa, umebeba msalaba wako? Msalaba wako uko nao? Maana sema anayetaka kunifuata ni ajitwike msalaba. Kujitwika msalaba is also acknowledging of complete and total dependence upon God through Christ. Unaposema ajitwike msalaba unifuate, unasema mimi sina Mungu mwingine. Si kwamba utakuwa hapa kisha baadaye mahubiri yakiisha unaenda kwa babu. Unajua kuna kule kwa babu. Carrying the cross and following Jesus is complete dependence. Unamtegemea kabisa. Yaani hii inamaanisha ukiwa mgonjwa upone, sawa, nitaamini, bado nitaamini, si ndio? Hata asipojibu bado utaamini, asipofanya bado utaamini. Yaani hapa ni kusema Yesu, hapa kwako mimi naitwa sibanduki. That commitment is easier said than done. Ni rahisi sana. Kila mmoja hapa sasa nikipatia microphone na shuhudia sema nimeokoka asubuhi ya leo. Tena hata si jana, asubuhi ya leo. Yaani kusema asubuhi ya leo unapeana affirmation ya kwamba huishi kwa wokovu wa jana, lakini unaishi wokovu wa leo. Wacha kikupati. Sijui kama leo ndio itakuwa leo. Bwana Yesu asifiwe. When we do that, we acknowledge the sufficiency ambayo tunaipata ndani ya huyu Yesu Kristo. And then kubeba msalaba wako tena semaje? You are also acknowledging that you are a sinner na huwezi pata kusamehewa kupasipo hiyo njia ya msalaba. Ndipo akasema beba msalaba ujue kwamba wewe ni mwenye dhambi. Na mimi nataka nikwambie Yesu alibeba wa kwake. Beba wako. Amen. Wa kwake aliubeba na akakamilisha safari pale Golgotha. Sijui wako utawachia njiani ama utaufikisha mwisho. Wengine wanabeba msalaba wa Yesu na akapicha ka Yesu kako hapo. Yesu hayuko tena msalabani, alishaondoka. Ndio anabeba msalaba umewekwa hapa mbele na bado kuna image ya Yesu bado hapo hapo. Sasa yule Yesu ambaye yuko msalabani tutamcelebrate vipi akiwa amefufuka na bado unamweka hapo kwa msalaba? Jina la Bwana litukuzwe. Whoever does not carry his cross and come after me cannot be my disciple. Luke chapter 14 verse 27. Asiyebeba msalaba na kunifuata hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Hawezi. You must carry your cross. Don't carry the cross of Jesus. People were demonstrating the cross of Jesus and one was like Jesus carrying a very big cross. Don't carry the cross of Jesus. Yesu hataki kusaidiwa msalaba. Alibeba wa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa beba wako. We need to carry our own cross as we purpose to follow him. What does that mean? Carrying your cross. Wengine akiwa na changamoto, ni msalaba wangu huu nitaubeba. Changamoto tu, hata kama umekosa pesa, unasema ni msalaba wako. My friend, shida za dunia si msalaba. Nataka nikwambie, peupe mchana. Shida za dunia unazopitia, uwe ni magonjwa, ni shida, ni kupigwa, hiyo si msalaba. I want to make a clarification here. If you have problems, that is not your cross.
Those are messed up ideas about carrying your own cross. Na unajua wakati wa Kirumi aliyehukumiwa kuwa na dhambi alisurutishwa kubeba msalaba wake, na hivyo ndivyo Yesu alivyofanya. Na hiyo ni ishara ya kwamba this person is guilty of the sin he committed. Na maana anasurutishwa kubeba msalaba mwenyewe kuonyesha kwamba anajua dhambi alizopewa. So today, to carry your cross may mean the following. Number one, bearing the reproach of Jesus Christ. So when you are carrying the cross, you are bearing the reproach of Jesus Christ. Si mashida za kwako, anasema ni msalaba huu, ni msalaba wangu nitaubeba. When you carry the cross, you are carrying the reproach, bearing the reproach of Jesus Christ. Amen. It is to be identified with him. So when you carry the cross, you are being identified with him. That's another point. You are being identified with him. That, to an extent that when people accuse you of being a Christian, then you are found guilty. You are found guilty of being a Christian. Umewahi kuenda kuulizwa mahali kwa barabara, hata hujashuhudia, watu wakuuliza, wewe umeokoka, wewe ni Mkristo? Because kuna kitu special ambacho mtu anakiona ndani yako. So you are guilty. Wherever you are guilty of being a Christian. Na hivi ndivyo alipofanyiwa Petero. Akama jamaa anakafanana na mwanafunzi wa Yesu. Lakini jamaa kwa sababu alikuwa kichwa, alikuwa Yesu amwambia wewe utalikana mara 3. So kichwa na hana stamina za kutosha wakati huo. Lakini mwisho aliposikia jogoli kiwika, hapo ndipo alipotambua kwamba ni kweli yale aliyoambiwa na Bwana. Kwa hivyo unapobeba msalaba, you are found guilty. You are not guilty of your sin, but you are guilty that you are a Christian. Yani the cross haikupi nafasi ya kukana ya kwamba wewe si Mkristo. Inakufanya kuwa na ushawishi ndani yako ya kwamba wewe ni Mkristo. It is to be identified with him. So it is also to admit publicly. That's point number 3. You're admitting publicly, mbele za mataifa, that you are committed to Christ. And you are also guilty of placing him first. Yani Yesu anakuwa wa kwanza katika mambo yote. Maana akasema msalaba mbele, dunia hakika. Kama Wakristo wangekuwa hivyo, ya kwamba Yesu anakuwa number 1 katika maisha yetu, sijui kama tungekuwa tunaishi maisha ya kuhurumisha. Maana Yesu ni number 1. Kuna jamaa rafiki yangu aliimba wimbo la Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Ukimpata Yesu umepata vyote, hata kusumbukia ya ulimwengu. Wacha kusumbukia ya ulimwengu. Tafute Bwana Yesu upate vyote. Wacha kusumbukia ya ulimwengu. Tafuta Bwana Yesu, because yeye ni Bwana wa vyote. Bwana wa vyote. Sijui kama hiyo Bwana wa vyote ndivyo tulivyo. Sahi Mkristo anatafuta tu aka small reason asikuje church. Na naomba mvua inyeshe. Mimi naomba tu mvua inyeshe. I'll see the true Christians here. Those who are committed to serve God at all costs. I will see them when it rains. Because the same people ukinyesha hawatalala nyumbani kwa sababu wanaenda kazini. Wataenda kazini, tutabeba hata kama ni nguo 2. Ukifika kazini ubadilishe. Lakini saa hii kukinyesha hapa utakwama kwa nyumba with a reason it is raining. Shame on us Christians. And then the same people who go before the Lord lamenting, Bwana nisaidie, Bwana akusaidie na uzembe. Akusaidie na uvivu. Why are we jokers when it comes to matters of worship? Mungu ambaye anakupa uzima
ndiye akupaye nguvu ukatumike na kuchakarika huko nje, lakini huwezi kumwabudu. Wengine wakipata wageni wamepata sababu. Kwani mgeni anakuja Sunday? If you are a good Christian and you know what you mean by being a Christian, you are guilty ya kwamba wewe ni Mkristo. Beba huyo mgeni twende church tukaabudu Mungu. Wewe ni Mkristo. Na kama hawezi kuja kuabudu na wewe, wacha akae kwa nyumba. Pikia yeye kachai halali ya pumzike. Njoo kanisani uabudu Mungu. Is God the first priority in our lives? This is the reason why Christians are suffering. Unasema umerogwa. Mchawi wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Kama kuna mchawi wa maisha yako ni wewe na uzembe wako wa kutotaka kumwabudu Mungu. You have bewitched yourself. Na mimi siogopi kuambia mtu kweli, because the Lord said I do it without compromise and I will do it. Kile kichache tulicho nacho hatuwezi kukitunza. Ni kichache tuko nacho, hatuwezi kutunza. Tunatarajia tupewe vingi. Unataka milioni. Bwana Yesu asifiwe. Let us be somehow serious. Tukae tu serious kidogo na huyu Mungu wetu. Laiti mungeona katika macho ya roho vile watu wanafanya wanaoabudu shetani, tungejicommit kaomba. Those people don't sleep. Hao watu hawalali bwana. Wewe kama mtu wako ako kwa hiyo chama, utabaki na mwili pale. Wewe unafikiria uko na mtu pale, mtu ashapeperuka ameenda meeting. Na wameenda kustrategize vile atakapokuangamiza wewe. Wewe waota tu walishwa pilau. Na kwa taarifa yako hata pilau hujui kupika. Lakini wa enjoy vya bure. Amkeni. Tutoe katika usingizi. Tufufuke pamoja na Kristo. Maisha yetu yabadilike. Hatuwezi badilika na uzembe tafadhali. Hatuwezi badilika na traditions. Hatuwezi. Eti mimi nilibatizwa na kule kulikuwa kuna wazee wanasema mimi nilibatizwa na Douglas Hooper. Sasa uko mmoja wa Douglas Hooper. Douglas Hooper wenyewe alikufa. Sasa unatupatia sifa bwana ulibatizwa na mzungu. Kwani mzungu ndiye anakusaidia na nini? Unajivunia ubatizo wa mzungu ama unajivunia Yesu? Paulo akasema kwa kujivuna kwangu nafa kila siku. Kwa yeye kuishi anasema anakufa kila siku. That's the self denial. Sasa hapa unaambia mtu omba dakika 2 hata ni moja imeisha, anakukodolea macho tu. Ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu. Wenye nguvu ndio hata uteka ufalme wa mbinguni. Natamani Mungu akupatie mzigo mkubwa, ndio ili ujue ya kwamba kuna haja ya kumtafuta huyo Mungu. Kuna wengine tutawaombea mpitishwe hapo so that we become a bit serious and committed. Lazima tuwajibikie wokovu. Inaudhi sana kuona kwamba Mungu ametupa kitu cha thamani, tunaweza kishika kikatuokoa katika giza, lakini tunakaa tu kuzembea zembea. We all can do wonders if we become serious and worship this God. I am provoking you so that as we mark the resurrection of the Lord Jesus, I pray that the dead things in your life will be resurrected. Anything that is dead, usipende kula. Sasa hivi maombi. Bwana Yesu asifiwe. Carry your cross. When carrying the cross, kuna watu hapa wanalipiwanga fare. Yule konda amechukua pesa kwa watu, afike kwako asahau, akuache. For you as a Christian kufanya self finance, unafaa kumpatia. Is that what we do? Wengine la ajabu tunakuja hapa kushuhudia.
ya kama nimemwona Bwana. Wapendwa, haleluya. Nimeingia gari na sikulipa hata shilingi. Jambo la kwanza, nilikuwa na hiyo fare tu ya peke yake. You are a thief. Some things zina happen kwa maisha yetu kama Wakristo as a test of faith. Zinafanyika kama majaribu ya imani yetu. Hukulipa, hukuitishwa fare, lakini inakuwa sasa unajaribiwa. Can you publicly confess that you are a Christian by giving back that which is not yours? Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze kuishi kama Wakristo. Kuna siku moja unaenda kwa mkahawa, yule mwenye kukuitisha pesa, waiter amekupia bili, akwambia usilipe na till, tia kwa simu, na simu si ya Bolt, ni ya kwako. What do you do? How many people have encouraged corruption? Maana huyu mtu kwa kifupi, ukimwekea kwa pesa yake atalipa kule. Ile chakula umekula ni ya kwako ama ni ya kwake ama ni ya boss? Ni kwa nini wewe uliye Mkristo huwezi simama ukasema hapana, nipatie till number? Because kama ni till, kama ni kumtip, si utamtip. Kenya hii Kenya tunapozungumza sasa, kabla polisi akuitishe hongo tayari ushatoa. Money is in the pocket. Between the police na mimi, ni nani anayechangia corruption? It is us. Can you stand by the right of the kingdom? That is the only place where God can stand for you and stand by you na akupiganie, maana yeye ni Mungu. In short, if you stand by the cross, it is living in and by the agenda of Jesus Christ. So maisha yako yote, agenda yako ni nini? Yesu Kristo. This story of the cross is too much. But I want to encourage you that victory in your daily life, the decisions and the emotions, financial breakthroughs that you always desire to have, and in all things, all these things hinges on our attachment to the Lord Jesus Christ and what He has done at the cross of God. The success that you are praying for, the financial breakthroughs that you are praying for, all these things hinges on your attachment to the Lord Jesus Christ. It rests on His work and not your own. That success is tied to the new creation within you and not the flesh. As Paul says in 2 Corinthians 5:17, that for when one is in Christ, he has become a new creation. So are you truly a new creation? Are we truly a new creation? That when people see us, they see Christ in us. Never let religion deceive us. Never let the systems of this world deceive us. And get out of the way. This way of a relationship with the Lord Jesus Christ is the way of love, and this is the way of life. I appeal to you, therefore, that we'll take up our crosses and follow Jesus. All of us, at a personal level, we make a commitment to worship Him at all times. I understand that sometimes life is not appealing. Things have become too tough, difficult. Some of the things happening around us hatuwezi hata kuzielewa. Unaweza kufika mahali ukakosa kufahamu nini kinatendeka katika maisha yako. Mambo yanakuwa ni magumu sana. Changamoto zinakuwa, lakini nataka nikutie moyo. Ukiona kwamba kila upande, left, right and center unapigwa vita, just I want you to understand that you have a great mission and God has a great purpose for you. Because the level of spiritual maturity or level of spiritual warfare is determined by the frequency of the battles. Mwenyezi Mungu Baba, Bwana wetu Yesu Kristo, tukufu na heshima tunakupa kusema nasi majira haya. Asante Bwana kwa kutusaidia kuelewa kusudi la msalaba. Tusaidie sasa Bwana tukaishi maisha mapya kwa kufufuka kwake Yesu Kristo. Saidia maisha yetu ewe Mungu, tukakupende na kukucha
wakati unaofaa na hata wakati usiofaa, tukakutambue wewe katikati ya halaiki ya watu, tukakujue wewe kwamba peke yako ndiwe Bwana. Tusaidie katika manyonge na madhaifu yetu, Mungu, kufuata kila wakati neno lako likawe hai ndani yetu na litimize kusudi ambalo kwalo umelituma. Bariki waja wako hawa, watie neema, wajaze wingi wa rehema. Pendo lako likaendelee kudhihirika ndani yao na utukufu wako ende pamoja nao. Tusaidie kwa rehema, ewe Mungu, kutambua kwamba ni kwako ajili yetu ulikufa Yesu Kristo. Na tusaidie kukupenda, tusaidie kukucha na kukuabudu, maana hata baada ya ufufuo kunayo ahadi ya ujio wa Roho wako Mtakatifu. Tunatamani Roho huyu afanye makao ndani yetu. Roho wako endelee kutuongoza na kutufundisha na kutukumbusha yale uliyotuagiza. Baba, nalibariki neno hili, liwe hai, litimize kusudi lako. Sifa na heshima ziwe kwako daima. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi tunaomba na kushukuru.